Inawezekana lakini walikuwa wanacheza taarabu kabisa, yani wanazunguka, na hiyo ilileta comment nyingi sana ambazo nakusema kwamba vijana wa boys wakeka wote kwa ujumla, japokuwa ile ilikuwa ni kundi fulani lakini ikawekwa wote. Vijana wa boys hiyo wameama group wanaingia kwenye nini na vitu kama hivyo. Wewe kwako hili unaipokeaje? Ni sawa kwa mtoto wa kiume kucheza taarabu? Mimi niwaambie kwamba kwanza waliozungumza hivyo ni tuseme kwamba ni kitu ambacho wajui. Taarabu ni nyimbo za nyumbani ambapo tulikuwa tunaishi sisi. Yaani tukisema Tanzania ni nyumbani kwa sababu kama sisi tumezaliwa kule. Kwa hiyo kule ni nyumbani. So taarabu ni nyimbo za uasilia wa Zanzibar. Hazichagui mwanamke, hazichagui mwanaume. Kwa sababu yule mzee Yusufu aliyekuwa naimba kule alikuwa ni mwanaume. Kwa hiyo kama walifanya hivyo na kuanza kuwazungumzia sijui huyu wamecheza taarabu sijui nini, bro, tukiachana tu na hivyo, tunaona hata kwenye masherehe ya mama zetu hawa, dada zetu hawa wakishajifungua na vitu vingine, taarabu zinawekwa na tunaona na wazee, watu wazima ambao ni baba zetu sisi wanazicheza wakirudi. Kwa kumuona kijana anacheza taarabu, mimi sioni kama kuna nani, ni sawa sawa na kijana anacheza singeli. Wewe umeoa How is life kama mtu ambaye kabla ya kuoa na sasa baada ya kuoa? So nafurahia maisha ya ndoa sana kuliko maisha ya ujana. Kuna nini cha kuwashauri watu ambao hawajaoa? Kwa sababu vijana wengi sana wanaonekana kama wanaogopa fulani hivi. Na nini cha kuambia? Niwaambie tu wasiogope. Kuoa ni mikakati na ni mipango. Na umuoe unayempenda na anakupenda. Lakini usiowi kwa sababu labda mlifumaniwa na mlikuwa mna programu ya siku moja tu mkutano. Hapo ndo utakuwa umeingia kwenye balaa. Hivyo ndo naweza nikawashauria wajitahidi, wapende pale panapopendeka, wapende ili waoane vizuri, waishi vizuri. Lakini nawakaribisha katika maisha ya ndoa, ni mazuri, yanamfanya mtu kupevuka. Kwa sababu kwanza hapo hichi kitu kwanza natakiwa nikiongee vizuri kwa sababu bro, mimi napendaga nikiweke sawa kwa vijana wenzangu ambao tunaishi hapa. Sote ni vijana. Hata kama mimi nimeoa, sisi sote ni vijana tu. Ujana hupo na unapita. Na ikifikia hatua ya wewe umeshatoka kwenye ule ujana, ukija kuonyesha ujana uliokuwa unaofanya, utatamani kuona. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu wewe wakati unaofanya ule ujana utajiona kwamba uoni chochote, ufikiri chochote, unaona maisha yako yale ndio yapo sawa. Lakini ukishatoka pale ukionyesha kwamba hivi ndio ulikuwa unaishi, utaamini. Kwa hiyo niwaambie kwamba hayo maisha yapo lakini yawe na limit. Tusijimalizi kwa sababu kuna wakati tutatoka na tutaishi katika maisha mengine. Hivyo. Hapo kwenye kuoa wewe unaweza kuoa mwanamke ambaye hajui kupika? Naweza nikaoa kwa sababu kwanza nimempenda. Nikiwa nimempenda nitamuoa. Kwa sababu kupika sio kitu kigumu. Na mwanamke sio kwamba eti hajui kupika. Kwa sababu mwanamke akisema hajui kupika, mimi nikiwa najua kupika mimi natosha. Unampikia? Nitamfundisha. Namfundisha. Weka hichi. Na mapishi mengine ambayo labda hajawahi kupika mimi namwambia pika. Hivi. Unampikia lakini no hapana. Kumpikia mwanamke tena yuko. Inawezekana kama akiwa anaumwa, so iwe sasa kuna moment ambayo kidogo inaeleweka, lakini sio kwa wewe mkeo akiwa maybe anaumwa na shida fulani unapika. Una shida. Napika kabisa. Wale ambao wanasema mimi hapana, labda ninunue chakula niweze kumpea. Kwa sababu wengi wanasema kwamba unavompikia maybe ndo anazoea hivyo kwamba si nitajifanya tu nimeumwa mume wangu atanipikia. Wako sahihi kusema hivyo? Hakuna mwanamke anayejifanya kuumwa ili upike. Ukiona mwanamke anajifanya kuumwa ili upike, hapo hakuna upendo. Mwanamke hajifanyi kuumwa kwa sababu upike. Na hakuna mwanamke anayependa mwanaume wake apande jikoni kumpikia. Amini hicho ninachokuambia.
Mwanamke hataki. Hata leo ukisema kwamba umetoka umeenda kwa mpenzi wako anayekupenda kweli, ukimkuta anapika ukimwambia nipe kidogo nikusaidie, hata kubali. Ndio kumsaidia. Kwa hiyo ni kikubwa upendo. Ni vigumu sana. Sana. Tunakota madini leo kutoka kwa Gadi Boy. Ndio hivyo bana. Mimi lazima tu ndio naonyesha kitu ambacho kidogo kinaweza kukutengenezea mazingira ambayo, kwa sababu kuna kauli ambazo unazionaga zinaletaga ukakasi sana huko mtandao. Yeah. Kuna mtu anaweza kaja kuambia ndio hivi ambavyo nimekwambia. Kwamba huu ndio huo ujana ambao siku moja sasa ukishaoa, ukishaonyeshwa hivi ndio ulikuwa unasema. Utakubali kuviona? Hapana. Wakati wewe ulisema kwamba siwezi nikampikia mwanamke mimi, afu huku kumbe wewe ndo unamfulia mpaka nguo za. Alafu na ni kweli watu kama hao ndo wanakuwa naishi hivyo. Ni kweli sana. Yeah. Mtu anakuwa na maisha fulani mtandaoni lakini ikifika ndani anayafanya. Kweli. Mimi siwezi kufanya hiki lakini humo ndo anamopita. Hiyo ni kweli kabisa. Wewe DM zinasoma sana? Sana. Sana. Sana ya. Na unajibu kabisa. Najibu. Kwa nini umeuliza hivyo bwana? Mimi wewe ni msanii ni msanii, swaga zipo na waka. Unajua hivi ndio vitu ambavyo dada zetu wanapenda. Kweli. Kwa hiyo labda nikasema DM labda zinasoma sana. Zinasoma. Zinasoma lakini mimi ni mvivu sana wa kujibu message. Okay. Mimi ni mvivu wa kujibu message. Ila sio kwa nia mbaya ndugu zangu ambao mnanifuatilia. Ambao mnafuatilia interview hii. Wanatuma message ujibu. Sio kwa nia mbaya. Ni vile tu kwamba mimi ni mvivu wa kujibu. Maisha yetu ya Marekani yanajulikana haya. Kuna ubize kidogo tunaupitia wakazi na mambo mengine ikifika ni nimelala. Au sio? Alafu mshemeji pia yupo. Kwa kuna muda unaweza kanipigia usiku nisipokee. Upige mchana. Piga mchana. Okay, tumalizie na challenge kidogo ya. Hii ni yes or no kitu kama hicho. Unajibu tuna yes ama no. Swali ya kwanza ni unaweza kushare password na mkeo na shemeji, unashare naye password? Yes or no? Hapana. Why? Siwezi. Kwa sababu ila simu yake nakagua. Okay. Ila mimi sitaki akague ya kwangu kwa sababu hata kama sifanyi chochote lakini sijui nitaiweka vizuri kidogo. Hata kama sifanyi chochote lakini hairuhusiwi. Okay. Yaani ni onyo, ni marufuku. Kumgea mwanamke wako password ya simu yako. Okay. Kwa sababu gani? Wanawake wanakasirika kwa vitu vidogo tu. Vitu vidogo sana akakasirika. Kwa sababu gani? Umeweka simu yako wazi, anaweza akakutengenezea kitu ambacho wewe useme ukweli. Anaweza akajitestisha message kwa namba nyingine, akasema huyo aliyetesti huyu ni mtu wako. Ili wewe umwambie ukweli, hamna wewe sio kwa utakurupuka. Sio kwangu huyu simjui kabisa, nishakugundua itakuwa huyu anambia kwa nini amestuka. Amestuka. Umeona? Kwa hiyo sio kitu cha kunaniki ufupia. Kwa hiyo hapo kwenye password ni no. Unaweza tuseme ndo tutoe umeshaoa. Unaweza kumnunulia demu wako mama mchepuko simu. Hapana. Hapana kwa sababu lakini nishaoa tu. Ushaoa huko nyuma. Nasema nishaoa. Okay. So nishaoa sasa tuiweke tumeitoa pembeni. Okay sawa. Siwezi. Kwa sababu gani siwezi? Nahisi mimi kwa enzi hizo za zamani kidogo nilikuwa mtu mwenye wivu sana. Okay. Tuchukue kwanza kwa zamani kidogo nilikuwa mtu mwenye wivu. Kwa hiyo nisingeweza tu no. Yaani nisingeweza. Okay. Unaweza kudate mshangazi, mtu ambaye kuzidi miaka 10 kupandisha. Ndio tunaita mishangazi yao. Unakuwa kibenteni. Wewe ulishi daa sana mambo yenu hayo. So hapa yes or no? No. 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 Naweza kushare benki na mke wako? Kushare benki no. Sio kwa nia mbaya lakini no. Okay. Mwanamke wako hatakiwi kujua unaingiza kiasi gani cha pesa ambacho upo nacho kwenye benki yako, ajue kwamba wewe una kiasi kadhaa. Ila ajue tu unapata hela.
Okay, najua Na mahitaji yote unatimiza. Okay. Okay. Kwa hiyo siwezi nikafanya hicho. Wanaoshare unawaambia nini? Wanaoshare benki niwaambie waendelee cha mtema kuni watakipata. Unakumbuka kuna jamaa fulani hivi ambaye aliingia matatizo ya kisheria, wakawa wameachana na mke wake, wakaweza kutengana, then mke wake akaenda kuomba zile mali kwa sababu inabidi wagawe, right? Lakini jamaa akakuta kule kwamba jamaa ana pesa chocho, yani ana kitu kabisa. Yeah. Wakati mchezaji mkuu anapokea mamilioni kwa wiki. Huyu jamaa aliweka kwenye jina ya mama yake. Yeah, ndo ulivyosema hivyo umenikumbusha hicho kitu. Anyways, tuendelee. Aha. Okay, huyu jamaa wewe uliona hichi kitu? Msanii fulani hivi anacheza mpira. Msanii kucheza mpira? Mchezaji wa mpira. Hapa? No, ilikuwa ni anacheza sijui Manchester sijui wapi huko. Aliingia kwenye shida ya kisheria, kwa wame divorce. Mkeo akaenda kuomba zile nusu ya mali zake. Akakuta kwamba jamaa ameweka jina la mama yake. Nilisikia. Nini kilikujia akilini baada ya kuona hicho kitu? Kwanza yule ni mwanaume. Yeah. Huyo aliye nani mke kwenda kudai mali kukuta hela zipo kwenye nani ya mama yake. Sizungumzi vibaya lakini ieleweke hivyo tu kwamba sijui naweza kuzungumza. Na hisi kuna vitu vingine nikizungumza vinaweza kaleta ukakasi kidogo. Yeah, lakini sio vizuri mwanamke vipi? Na hisi walikuwa wameachana au ilikuwaje? Walikuwa wamedivorce, walikuwa wameoana then walikuwa wamepeana talaka kitu kama hiyo. Yeah, jamaa alifanya wanaume. Jamaa akapewa na wenyekiti wa wanaume baili duniani wa Bata. Jamaa ndo mwenyekiti mpaka sasa. Yani yeye alifanya wanaume. Huo ni wanaume bro. Yes. Unaweza kupita na demu wa rafiki yako? Yes or no? No. Kuna situation ambayo inaweza kutokea ukapita naye? Ikiwa maybe sio rafiki yako wa karibu sana? No, kwa sababu si naweza kutoa sababu? Yeah, sababu ni kwanza atakuwa amekuja kivipi yeye mwanamke? Atakuwa amekuja kwa njia gani? Yaani kuna njia lazima ujue hapa vipi hapa? Iko tayari? Kwa sababu usije kaingia afu kakataliwa. Kumbe sasa bro hakuna kitu kibaya. Nakwambia hii. Hakuna kitu kibaya ukamtongoze demu wa rafiki yako afa ukatae. Mbaya sana. Sasa wewe ukishakatalia wewe yani hapo wewe sema urafiki na yule muachane. Yani usionekanaje. Kama ni simu mpigie kabla hata taarifa haijamfikia. Mwambie bana kuanzia sasa hivi mimi na wewe bana urafiki umeisha. Kwa nini uishe tu? Basi then ajue kwa mbele ya safari. Kwa hiyo taarifa akishaambiwa kule atakuja ndio maana niambia imeisha. Kwa sababu taarifa moja kwa moja inaenda. Kwa hiyo ule rafiki yako ndo anavyokuaga vipi? Yeye ni mtu akuja kuniambia tena nipe. Sopo. Baya sana. Yeah. Mimi nishakutana nao sana hizo situation. Hapo mademo wafichi. Yes. Demo anakuambia bana rafiki yako bana alifanya kitu kama hiki. Ndio demo anayekupenda huyo. Alafu huyo ndio rafiki yako ambao unamkubali sana. Sasa wewe unafanya nini kwenye situation kama hiyo? Unapigiwa simu na shame kama bana rafiki yako bana huko. Alafu ndio rafiki yako kabisa. Unafanya nini? Si mke wangu? Mke wangu si mke lakini bro kwa mke hapo no. Labda ingekuwa ni mpenzi tu wa kawaida nini, lakini mke binafsi mimi hata kwenye swala la mpenzi kwa sababu kikubwa kwenye urafiki ni uaminifu lakini kama rafiki yangu anakuwa anaingia kwa mpenzi wangu ni red flag, sio mtu wa kumwamini. Siwezi kugombana na rafiki yangu lakini kuna mipaka lazima tena nitafanyaje. Na kuna marafiki lakini wanaishi hivyo kwamba wana share, yani unakuta huyu ulimtongoza fulani ukiachana kidogo ama bado wapo washaanza kwenda kuelekea kuachana, huyu mwingine anaingia vipi? Wapo hivyo wengi wanaishi. Hiyo iko ni kipengele. Lakini si vizuri. Iko ni kipengele. Si vizuri kwa sababu mimi ishawahi kutokeaga situation ya kuona mtu alikuwa anapendana na mchumba wake.
wakafikia hatua ya kuachana, afu yule mchumba wake akaenda kuolewa na rafiki yake na yule jamaa. I see. Yeah. Mbaya sana. Ni mbaya. Urafiki ulikufa. Of course. Vizuri. Au kuchukua kwanza jamaa alivyosikia alikuwa aamini. Kaona ngoja kwanza niende kwanza kwao na wewe jamaa langu nikamuulize kabisa. Ukuta mwanamke ndio yupo pale anaosha vyombo. Bro. Hakuna kitu kinachouma kama hicho. Mbaya sana. Yeah. Ni mbaya. Na kama kuna watu wanafanya hiko ni waache kabisa. Usitongoze demo rafiki yako. Bro code inakataa. Kweli. Inakataa. Sio ungwana kabisa. Ni nini mwanaume hapaswi kufanya? Unaangalia hizi trends zinazo trend hizi za mtoto wa kiume sijui nini. Wewe mtoto wa kiume ni nini hapaswi kufanya? Katika maisha yake? Na vitu ni vingi sana. Vitu ni vingi sana ambavyo hatakiwi kufanya mwanaume. Vitu ni vingi sana. Hivi je, ni sawa mtoto wa kiume kuwa na sabuni mbili ya kuoshea huko na kwenye sura ya kwamba hii tu ni ya huku na hii ni ya huku tu? Kwa hiyo iko sawa? Sio vizuri. Okay. Na mwanaume utakiwi kuwa msafi sana. Mwanaume kuoga mara mbili kwa siku ni sawa? Kitu kidogo yani mwanaume kwanza yani una muda hata ukiambiwa waoga unakataa. So unaogaje? Wewe unapiga wiki no. Siku ngapi? Lakini inaweza kupita hata siku 2, siku 3. Mwanaume kuoga miguu ni sawa? Sawa. Kuna wanaume waogi miguu. Kuoga miguu, kuosha miguu. Kuosha miguu. Yaani na watu wanaingia maji, ili mradi maji yanifika, ili mradi maji